Ndugu wananchi, serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi imekuwa ikiendelea kuongeza mtandao wa barabara nchini kote kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo kwa wananchi na serikali kwa ujumla. Hata hivyo, bahati mbaya sana na baadhi ya wananchi wanatumia vibaya maeneo ya barabara, ikiwemo hifadhi za barabara yenyewe, ikiwa na pamoja na kuondoa haiba ya miji na nchi kwa nzima kwa jumla. Hivyo basi, kuanzia tarehe ya taarifa hii, wakala wa barabara inaelekeza wananchi wote wa Unguja na Pemba mambo yafuatayo: moja, kuacha kutumia eneo la barabara na hifadhi yake, hifadhi ya barabara kwa shughuli yoyote ile, ikiwemo ujenzi au ufanyaji wa biashara. Ufafanuo hapo. Barabara zetu zina klasi, zina madaraja: barabara kuu, na barabara za vijijini, na barabara za ndani, na barabara za mjini. Barabara za mjini, bahati nzuri ambayo kwamba hatuna koridoro la kutosha, lakini koridoro zimo, zile njia za waenda kwa miguu na mitaro. Barabara kuu kwa sasa zina koridoro na eneo la hifadhi ya barabara kutoka katikati ya barabara kwa kila upande mita 15. Hata hivyo, tuko katika hatua ya kubadilisha sheria, masafa yawe mita 25 kwa matumizi ya miaka ijayo, kwa sababu Zanzibar tunaongezeka, uchumi unakuwa, mahitaji yanaongezeka, lakini kwa sasa ni mita 15. Na barabara za vijijini ni mita 12, na zenyewe tutaziboresha kufika mita 15. Zingine hizo za vijijini zitakuwa mpaka mita 25 kulingana na connection tunaangalia, kwa sababu miji inakuwa na mahitaji ya baadaye. Kuna viwanda tunajenga na connect na maeneo mengine ili kupunguza. Lakini kuna barabara za mijini ambazo zinatofautiana kulingana na design iliyofanyika kipindi hicho. Huo ni ufafanuzi. Sasa maeneo hayo ya hifadhi ni maeneo ambayo sasa hivi barabara imejengwa mpaka mitaro, lakini na maeneo bado hajajengwa, na baadhi ya barabara tumeweka vile viguzo. Bahati mbaya wengine wameshaviondoa, lakini kuondoa viguzo haikuhalalishi wewe kwamba uvamie eneo. Sisi tunavitambua. La pili, kuacha kuegesha gari katika njia za watembea kwa miguu. Ukiangalia barabara za sasa hizo nyingi zinajengwa kwa kuwekea njia za watembea kwa miguu, hasa za mjini. Ukiangalia barabara kutoka moja kwenda uwanja wa ndege, Kiembe Samaki mpaka Mtoni anaitwa Mkapa Road hiyo, na barabara zingine zinajengwa Mpendae pale na nini. Lakini kumekuwa na watu wanaegesha magari au pikipiki, hatusemi gari tu, pikipiki, au kufanya biashara. Mtu ana duka lake anapanga maji kwenye walkway, au mtu anataka kununua kitu wanaweka pembeni, anaanza kuzungumza, lakini anaweka kwenye walkway. Hilo ni kosa. Kuanzia sasa tunakataza na hatua tutachukua. Bahati nzuri tunashirikiana na taasisi zingine, manispaa zinazohusika, sasa Magharibi B na mjini. Lakini sasa tumestiki zaidi na Magharibi B ambapo zaidi ndio kuna miundombinu hiyo. Lakini na taasisi na mamlaka mengine ambayo inatusaidia, mamlaka ya usafiri na leseni, tunashirikiana nao, ambao wana mamlaka ya kutoa plate na kuwapiga faini wote ambao wanaokiuka. La tatu, kuacha kutumia eneo la barabara kwa kulaza gari ya mizigo. Kwa mfano semi-trailer containers. Semi-trailer yanakuja, mtu anashusha pale au hashushi, analiacha pale siku 2 3,
analaza pale. Lakini wakati hiyo na mizigo na barabara zetu zile support wakati hiyo unazikuta zinaharibu barabara. Lakini pia anasababisha msongamano na ajali wakati mwingine. Kwa hiyo na nyenye ni marufuku. Mtu analeta container yake, atoe mizigo yake within 2 hours, atafute eneo la ndani huko akaweke. Mwingine hivyo container tunachukua na hiyo gari tunachukua, tutaelewana nao. Namba 4, kutofanya biashara ya garage ya aina yoyote ile jirani na hifadhi ya barabara, kwa kutumia sehemu au hifadhi ya barabara kama sehemu ya matengenezo ya vyombo vya moto. Na watu sasa wanafanya garage, watengeneza magari, pikipiki, wengine ndani, wengine nje, lakini ndani ya hifadhi ya barabara. Na yenyewe tunaondoa, hatuhitaji eneo hilo litumike kama garage. Lakini ni pamoja na barabara za mjini ambazo ziko nyingi sana. Mjini tunazungumzia ile sehemu za mtaro, ukivuka mtaro kunaenda kwa miguu, hilo eneo lote na nini. Lakini pia watu wanachoma chips na nini, wanachafua. Kwa hiyo hilo eneo lote ni marufuku. Namba 5, kuacha kuegesha gari eneo la barabara hasa barabara za ndani, na kupelekea usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara. Barabara zetu nyingine ni nyembamba, lakini mtu anaegesha na kwenda kulala na kwenda kupiga zogo. Sasa ukija pale gari mwenzake anashindwa kupita. Kwa hiyo mtu atafute eneo akaegeshe gari yake. Na ninawashauri wananchi kwa kweli, sasa hii ni biashara wanaweza kufanya, akatafuta maeneo baada ya kujenga nyumba, atengeneza kama maegesho. Kwa watu wataegesha pale, atatolesha pesa na nini, wakati serikali inatafuta maeneo zaidi. Atapata kipato, lakini atakuwa amesave. Maana tunapokwenda huko hata kulaza magari barabarani tutazuia. Sababu barabara zetu haziko tayari katika hali hiyo. Na maeneo mengine magari tangu tutengeneze barabara hiyo zaidi ya miaka 2-3 haijatumika pande moja. Zinalazwa gari kutoka asubuhi na usiku. Barabara ya Mlandege ile. Nenda sasa hivi kila pande usiku watu wameregesha, haitumiki vipasavyo. Na amehalalisha kwamba kwa ni parking area. Kwa hiyo sio na nyewe tunapiga marufuku, tutashirikiana na manispaa, lakini na mamlaka ya usafi kuhakikisha kwamba mji tunaweka vizuri, barabara ziharibiki, magari mengine yanakuja kwa sababu lami na diesel au mafuta ndio tofauti kwa zinaharibu barabara. Namba 6, kuacha kutumia miundombinu mingine kama vile mitaro ya maji kwa shughuli za biashara. Wengine waweka juu ya mitaro pale wanafanya biashara. Lakini hata hivyo wengine watu takataka kwenye mitaro. Barabara nyingi sana mjini sasa hivi zina mitaro. Lakini ukizidisha sasa nyingi ni chafu. Watu wanatupia takataka mle bila kujali. Lakini takataka zikizibwa manake maji yataingia kwenye majumba, inakuwa kama vile barabara zilizojengwa na mitaro. Kwa wananchi hiyo na tunapiga marufuku, tukikuta mtu kaweka biashara yoyote au mtu anatupia takataka yote, kwa hatutaelewana. Lakini nyingine, kuacha kuweka takataka katika mitaro ya maji. Hilo ni agizo pia kwamba wasiweke takataka. Tushirikiane, wawe na maeneo ambayo kama wataweka ndoo, manispaa atapita wa correct. Lakini nyingine sio katazo, lakini ni ushauri kwamba kila aliyeko mbele ya barabara afanye usafi eneo lake, ikiwa pamoja na mitaro, ili paonekane safi. Na ikiwezekana kama kwa mfano njia zenda kuna gap la mita 1 ambao halina ile interlock zile blocks, basi anaweza akaweka material yote ambayo kama ni tiles au nini papendeze, baada ya kuacha kama kuna udongo. Ninaamini wananchi ni waelewa na wanafahamu nini kinaendelea mji wetu utakawe mzuri, lakini sio mjini tu mpaka mashamba. Wenzetu waliweza, kwa nini sisi tushindwe?
tutimize wajibu wetu bila shuruti. Nashukuru sana, asante.